Naam, kwa mara ya kwanza Harmonize ameweza kuweka rekodi katika mtandao wa TikTok. Ni platform ambayo wasanii wengi wanaitumia kwa ajili ya kuweza kufanya kazi zao ziweze kutrendi na ziweze kufanywa challenge, lakini pia ni katika njia moja ama nyingine katika kupromote ngoma. Na tunaona kwa Diamond amefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Tunaona TikTok ameingiza posti za kutosha, yani video ambazo zimefanywa challenge zilikuwa ni nyingi sana. Sasa Harmonize kupitia kionjo kipya cha wimbo mpya ambao utatoka siku ya Ijumaa, inaelezwa kwamba kwenye mtandao wa TikTok ngoma hii imeweza kuweka rekodi ya aina yake, na rekodi hiyo kwa mara ya kwanza Harmonize anafikisha video 10,000 au bana, video 10,000, na kwa namna moja ama nyingine sio kitu cha kawaida, kwa sababu tunaona kwa mara ya kwanza ameweza kufikisha viewers hao tangu kionjo hicho kimetoka. Tumeona ameposti original sound video 10,300, yani 10.3k. Hii ikiashiria kabisa kwamba Harmonize ni mtu ambaye anafuatiliwa na anafanyiwa challenge na mashabiki zake. Kwa hiyo tunaona watu mbalimbali wamefanya hiyo challenge. Hata ukiingia katika upande wa TikTok utajionea challenge hiyo ikiwa inatembea kwa spidi ya hali ya juu. Sio mtu kuposti sana kinachoendelea katika mtandao wa TikTok, lakini kwa namna moja ama nyingine amejitahidi kuonyesha mashabiki zake jinsi gani anavyofanya vizuri. Na kwanza ukiona msanii kama Harmonize kufikisha challenge 10,000 katika mtandao wa TikTok sio kitu kidogo, kwa sababu tunaona watu wengi wamekuwa wakipambana sana kushika namba moja, au sio bana? Na kumbuka kwa ukubwa wa ngoma sasa hivi platform zimekuwa nyingi, sio mpaka ulipie platform nyingine ili uweze kupromote ngoma yako. Kwa hiyo tunaona sasa hivi kwa mfano kama Diamond anachokifanya ni kuhakikisha kabisa kwamba wale mashabiki zake wanataka nini. Kwa hiyo anachokifanya anatengeneza kionjo na peka kule TikTok, na hii ngoma inakuwa inafuatiliwa kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo tunaona kwenye upande wa TikTok nako pia tunaona Harmonize naye pia ameshtuka na kuona ni namna gani ya kuweza kuchukua nafasi, au sio bana? Ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Upande wake wa Instagram Harmonize, upande wa Insta story ameweka hicho kionjo, na nikukumbushe tu ni kwamba kuna magoma mengi sana yanakuja, au sio bana? Na tunaona hii ngoma inakuja na la Friendzone, ni kionjo kipya ama ni ngoma mpya. Tunaona kwa siku ya jana ngoma hii amesema kwamba inatoka siku ya Ijumaa, na tunaona hata meneja wake Miss Brown amefurahishwa na kitu hicho, na kwa namna moja ama nyingine watu wanaonekana kuivamia ngoma hii katika platform mbalimbali na kuhakikisha kabisa kwamba wanafanya kitu kinaenda hewani. Sasa hapo bado haijulikana iwapo Harmonize amemtumia Ibra katika kazi yake. Yani Harmonize kumtumia Ibra kwenye kazi yake, kwa sababu tunaona hii Friendzone ameshirikiana na Ibra. Na Ibra tunaona wiki kadhaa nyuma alikuwa anafanya interview huku akizungumzia madhaifu ya bosi wake wa zamani ambaye ni Harmonize. Na ukizingatia Harmonize ni mtu ambaye si wa ugomvi sana, ameamua kuchagua upande wa amani na kuonyesha ni jinsi gani kwamba anamjali mdogo wake. Sasa kumbuka kwenye vita ya muziki sasa hivi inabidi utumie mbinu ya kutosha ili kuhakikisha kabisa kwamba mambo unayazima kiutu uzima. Kwa hiyo Harmonize ametumia nafasi hii kutoa ngoma ambayo alishawahi kufanya na Ibra ila bado haikutoka na kuweza kuiweka. Kwa hiyo album inayokuja ya Harmonize, ngoma hiyo aliyoshirikiana na Ibra itakuwemo mule ndani, na tunaona alitoka kwa nguvu sana Ibra. Tunaona alidaiwa kiasi cha bilioni 1 ili kuweza kujiondoa katika label ya Konde Gang, na tunaona anasema kwamba Diamond ndiye aliyemsaidia kwa namna moja ama nyingine kujiondoa na kupata zile haki zake, yani stake zake katika upande wa Konde Gang. Na kwa namna moja ama nyingine tunaona
Harmonize ametumia nafasi hii sasa kuonyesha Watanzania kwamba bado anamkubali Ibra na Ibra anashirikiana sana Harmonize katika ngoma mpya ambayo tunaona inafanyiwa challenge sana. Zaidi ya video 10,000 imagine zimeweza kupostiwa katika upande wa TikTok. Kwa mara ya kwanza tunaona Harmonize amefanya balaa zito na ye mwenyewe akaposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, huku tunaona mashabiki wengi sana wakionekana kufurahishwa na wimbo huu mpya. Ni pure bongo flavor, hakuna makelele mule ndani. Tunaona ufundi wa Ibra, tunaona melody zimetulia mule ndani, lakini pia tunaona wengi wameonekana kuifurahia ngoma hii kwa sababu tunaona nyimbo za mapenzi zinaonekana kupendwa zaidi, au sio bana? Vijana wanaonekana kuichangamkia fursa kwa sababu tunaona katika hizi challenges zinazofanyika, na imani kuna kiasi chochote ambacho Harmonize akivutiwa pia huwa anawapa mashabiki zake kama shukrani kwa ajili ya kuweza kuwa support, lakini pia kuwapa motisha zaidi. Lakini upande mwingine wa kibiashara, Harmonize amecheza karata nzuri kwa sababu ameona ni jinsi gani ya kuweza kukuza brand yake na kuweza kuiweka katika level ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa muda mrefu. Na tunaona msanii anaweza akapoa kidogo, lakini anaweza akatumia upepo fulani kwa ajili tu ya kutengeneza content ambayo inaweza ikaenda mjini na watu wakaweza kufuatilia kazi zake. Sasa tunaona Ibra sasa hivi ni anayeongelewa town. Kwa hiyo kutumika katika ngoma hii mpya ni kwamba Harmonize amechanga karata zake vizuri sana, na Ibra alikuwa haelewi kinachoendelea, lakini sasa ni kwamba management ya Harmonize imesaidia Harmonize kutojibu comment ama kujibu chochote alichokizungumza Ibra na kuamua kufanya kazi. Yani ameamua kutumia bifu kutengeneza kiasi cha pesa. Yani ametumia bifu kama rasilimali na kwa namna moja ama nyingine ametumia bifu labda pengine angeweza kujibizana na Ibra, ila ameamua kutumia akili na kutengeneza pesa. Unaona? Kwa hiyo tunaona ameamua kutumia akili nyingi sana, na tumeona hichi ni kionjo, lakini pia ngoma inatoka siku ya Ijumaa, na kwa namna moja ama kwa taratibu nyingine ni kwamba ni utaratibu wake, na baada ya hapo itakuja kutoka album ambayo inasubiriwa kwa hamu, na ni album ambayo itakuwa ni heshima kubwa sana pale Konde Gang, na ni album kwa namna moja ama nyingine itabeba hisia ya vitu vingi sana, au sio bana? Ni track namba 8. Ni track namba 8, lakini pia kuna ngoma nyingine ambayo amefanya na Alikiba ambayo iko mbioni kutoka siku za hivi karibuni. Dondosha maoni yako, lakini pia hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na comment.